ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. معاشر الإخوة، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله سبب دخول الجنة، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم أما بعد، ndugu zangu katika imani, maudhui yetu ya leo itazungumzia madhara ya kupunguza vipimo na kughushi. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuupendelea umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amewaletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja na muongozo. Muongozo huu ni kitabu na sunna, ambazo ndio itakuwa dira ya Muislamu, ya mu'min, kumuongoza kwenye njia iliyo sawa sawa. Ndani ya muongozo huu, kwa ufafanuzi wa mwalimu huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndani ya Qur'ani kuna vitu viwili vikubwa: maamrisho na makatazo. Haya yote ni kutaka kumtengeneza Muislamu awe katika mazingira mazuri, aishi vyema duniani na akaishi vyema akhira. Ikiwa atatekeleza zile amri na akajiepusha na yale makatazo, basi huyo atakuwa ni mwenye kufaulu duniani na akhira. Lakini kama atazikeuka zile amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala na akaingia katika yale aliyokataza, hapana shaka mtu huyo atakuwa katika hasara. Miongoni mwa mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza katika kitabu chake kitukufu ni swala zima la kuangalia upimaji, hususan katika biashara, kwamba mtu awe muadilifu wakati anafanya biashara na mwingine, awe ni mkweli anayefanya biashara na mwingine. Na ukweli ni pale wanapouziana na anaponunua. Hili jambo watanioliona ni rahisi na ni dogo, lakini lina madhara makubwa sana mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni nao min anwa'i dhulm, ni aina katika aina za dhulma. Na dhulma, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm alqiyama, iogopeni sana dhulma, kwa sababu dhulma ni viza siku ya kiyama, yani ni asara kwa yule anayedhulumu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madina kana ahluha min akhbasi an-nasi kaila. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, aliwakuta watu wa Madina wale wanaofanya biashara ni wapimaji wabaya wa kilo, yani ni katika ambao wanakunja kilo. Na hili lazima wawe nalo, kwa sababu wanaishi na Mayahudi, na Mayahudi hii ni sifa ya ukubwa, sifa ya dhulma, sifa ya unyang'anyi. Kwa hiyo ukikaa karibu na muovu utaathirika na uovu. Allah subhanahu wa ta'ala
akateremsha maelekezo namna gani Waislamu wawe katika utekelezaji wa biashara zao. Ikateremka katika njia ya makemeo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia bismillahir rahmanir rahim, wailun lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin. Wailun, adhabu kali au maangamizo, lilmutaffifin, yatawathubutikia wale wapunguzao, wale wapunjao katika biashara zao. Alladhina idha iktalu ala nnas, wanapojipimia kwa watu, yani wanaponunua, yastawfun, wanachukua kwa ukamilifu. Kwa sababu siku zote mfanya biashara hayuko tayari wewe umdhulumu. Mfanya biashara yote hayuko tayari. Ukaenda naye ukipima naye kama ni nafaka kama nini, pamezidi labda gramu kadhaa, sasa hizo zina neno, yani zina neno zinaingia kwake. Lakini hizo ziwe zimepungua kwake, anaweza akakubali. Ina maana hayuko tayari mfanya biashara. Ndio maana akasema alladhina idha iktalu ala nnas yastawfun, ambao wanapojipimia kwa watu wakati wa kununua wanachukua kamili, kipimo kamili au na ziada, kwa sababu kwake hayuko tayari kupunguziwa. Wa idha kaluhum au wazanu hum yukhsirun, ama wao wanapowapimia watu wengine, wanapowauzia kwa kipimo, ima kipimo cha kibaba au kipimo cha mizani au kipimo chochote ambacho kimekubaliana katika mji ule. Sababu sehemu nyingine hawatumii vipimo vya mizani, wengine wanatumia kopo, wengine wanatumia plastiki, wengine wanatumia kisado. Muda wa kuwa ni kipimo, watu wamekubaliana kwamba plastiki iwe ni saizi hii au ni kisado kiwe saizi hii, kipimo hicho basi ndio kiwe sawa sawa. Sasa wao wanaponunua, wanapojipimia kwa watu wanakamilisha, yani wanachukua vipimo kamili. Lakini wao wanapouza sasa, wa idha kaluhum au wazanu, wanapowauzia watu imma kwa kipimo cha kibaba au kipimo cha mizani au kipimo chochote kile kinachotumika sokoni, yukhsirun, hum yukhsirun, wao wanapunguza. Na ukitaka ujue kwamba hii tabia ipo hata kwenye masoko yetu hivi sasa, hiyo tabia ipo hata kwenye maduka yetu hivi sasa, hiyo tabia ipo. Ukitaka uijue kwa haraka haraka kwamba ipo au haipo, siku ile watu wa vipimo, serikali kupitia kitengo chake cha vipimo kipite madukani kukagua mizani, utakuta maduka yamefungwa. Kwa nini yamefungwa maduka? Kijana mmoja nilimuuliza, wewe mbona duka umelifunga? Asale kuna watu wa vipimo, tatizo lao nini? Asa nakagua mizani. Kwani mizani yako ina tatizo? Haina tatizo. Sasa kama ina tatizo mbona umefunga? Asema kwa sababu wale bana kila atakayopima tukwambia ina kasoro. Mbona wengine wamefungua? Ina maana wale hawaogopi hicho wanachoogopa wewe. Hii ni dalili kwamba huyu bana ni katika wanaotumia mizani vibaya, kana kwamba anadhani kwamba kufanya hivyo ndiko kuinuka kiuchumi, kana kwamba anadhani kwamba hivyo ndio kutafanya kipato chake kiinuke. Kumbe yawezekana akainuka kiuchumi, lakini akaporomoka kimaadili na akaporomoka kufika katika jahannam. Ndiyo maana Allah asema, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, hivyo nadhani kwamba hawa hawatafufuliwa mpaka wakafanya hivi. Mawazo yao na akili yao nini? Pengine umemkimbia wewe mtu wa kipimo, kishapita wafungua duka lako, unaendelea na tabia yako ile. Je, hujui kwamba wewe kuna anayekufuatilia ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun au atid, au kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama takunu fi sha'ni wama tatlu minhu min qur'ani
wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fihi wama takunu fi sha'ni. Mwanadamu huyu katika jambo lolote, katika jambo analolifanya liwe la kheri au la shari, wama tatlu minhu min Qur'an, wala usomi katika muda huo Qur'ani au amali yote njema, ukawaswalia, wafunga, wafanya jambo lote la kheri. Wala ta'maluna min amalin, na wala hamfanyi amali yoyote, illa kunna alaykum shuhuda, isipokuwa sisi tumehudhuria, idh tufiduna fi, wakati mnaposhughulika kulifanya jambo hilo. Sasa kama Allah anahudhuria, ndio anakuuliza asema, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Je, hivi anadhani kwamba huyu, anafikiri kwamba huyu atafufuliwa? Liyaumin adhim, kwa ajili ya siku kubwa, yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin, siku watakayosimama watu wote mbele ya Bwana wa walimwengu. Kwa lengo la nini? Kwa lengo la kuhisabiwa, kwa lengo la kuhesabiwa amali zako, maisha yako yote ya dunia unahesabiwa nayo, likiwemo hilo la kufanya ujanja katika mizani au katika vipimo, litaingia katika hisabu zako. Kwa hiyo uiogope siku ile. Ni siku ambayo inatisha, siku watu wote watakaosimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hufatan uratan ghurla kama badana awwala khalqin nu'idu, watasimama kama walivyozaliwa, vile ulivyozaliwa ile. Fanya uchunguzi ule mwanao wa kiume vile ulivyomzaa kwa mfumo wote ule, alafu sulimtia suna, siku ukifufuliwa ile mashine inarudi vile vile ulivyozaliwa, ndivyo utakavyorudi. Unasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kusubiri hesabu yako. Ni siku ya kutisha, mahali ambapo jua litasogezwa kiasi cha maili 1 au maili 2, na watu wafinikwe na majasho. Wako ambao watakuja jasho limfinike mpaka kwenye pua, hawezi hata kupumua. Pamoja na kuwa nasema kwamba liko mbali, naweza likaunguza, lakini Allah liko chini ya mamlaka yake. Ataleta kwa ajili ya kuadhibu watu, sio kwa ajili ya kuwachoma. Watachomwa kupitia moto. Haya yote ndio maana Allah akasema, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Je, hao wanaofanya hivyo wanadhani kwamba hawatofufuliwa? Liyaumin adhim, kwa ajili ya siku kubwa, yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin. Kwa hivyo swala la vipimo ni swala lazima liangaliwe. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala sehemu nyingine anasema, wazinu bilqistasil mustaqim, pimeni kwa mizani ya uadilifu iliyo sawa sawa. Pimeni wakati mnapopimiana, mnapouziana, basi kipimo kiwe sawa sawa. Isiwe unakusudia wewe kufanya dhulma ukidhani kwamba unafaidika, lakini ujue madhara yake mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni hayo. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake tukufu anatuzungumzia tukio la watu waliokuwa kabla yetu, waliokuwa na tabia kama hiyo, na yale yaliyosibu kwa sababu ya kazi hiyo walioifanya wao, pamoja na mingine waliokuwa nayo watu wa Shuaib, watu wa Madian, ambao mtume wao ni Nabii Shuaib. Watu hawa walikuwa na tabia hiyo ya kupunguza vipimo, ya kufanya udanganyifu katika vipimo. Walikuwa ni washirikina na walikuwa ni majambazi au wanyang'anyi. Hali hii, mtu anapojifunga nafsi yake na udunia, ikawa fikira yake, mawazo yake ni dunia, ikawa dunia iko ndani ya moyo wake, siku zote anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu, anakuwa karibu na shetani. Anapokuwa hivi, lolote anaweza kufanya. Ndio maana atapunguza kipimo, atatafuta mali kwa njia yoyote, hata kwa njia ya udanganyifu, hata kwa njia ya unyang'anyi, na lazima atakuwa ni mshirikina. Ndio maana kama utafuatilia, Mwenyezi Mungu akayaweka wazi, ukaangalia wafanyabiashara wengi utakuta ni washirikina. Hajiamini kwa sababu anaona atafilisika. Kwa hiyo utakuta kaeka irizi, kaeka kijifingo humo ndani kwenye kiduka chake,
au yeye mwenyewe kajikoki akiamini kwamba biashara yake isije kaharibiwa, na mwingine ajiona kwamba haya mimi sikubaliana na mambo ya kishirikina, haya yapi unataka wewe, aenda funga talasimu pale. Kadanganywa na ustazi mmoja huko anaandika talasimu, aiandika pale, akwambia hiki kibo cha Yasini, kibo cha Yasini. Yasini imekuja kwa kazi hiyo, ndio kazi yake Yasini, kuja kuichomeka kwenye nini, kwenye hicho kiduka chako, au kaisome chomeka Ayatul Kursi, ndio kazi yake hiyo, sio kazi yake. Lakini yote nini? Ni katika nau za kishirikina, mtu anajizivuta nazo nini kwa ajili ya kuitafuta dunia, biashara yake isije ikakopewa, biashara yake isije ikaanguka. Kumbe hajui anaanguka kwa njia nyingine, kwa njia ile ya unyang'anyi, kwa njia ya dhulma, kwa njia ya udanganyifu. Watu hawa walipokuwa katika hali hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala lazima awasimamishie udhuru, akawatumia Nabii Shuaib kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila Madyan akhahum Shuaiba, na kwa watu wa Madyan tuliwapelekea ndugu yao Shuaib, ni jamaa yao, ndugu yao kabisa, damu yao. Akenda akaanza kuwalingania kuachana na ushirikina, kwa sababu ushirikina ndio utakaoleta udanganyifu. Kwa sababu mtu akiwa na tauhidi ya kumwogopa Mwenyezi Mungu hawezi kufanya jambo hilo hata siku moja. Lakini akiwa kifua chake ni kitupu, ana uwezo wa kufanya chochote. Kwa hiyo kwanza akawajenga kitauhidi, faqala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru, enye watu wangu muabuduni Mwenyezi Mungu, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anapoleta hivi visa havileti kwa kustarehesha akili. Wanaingia darasani kwamba darasa bwana, visa vya furahisha nini? Hivi visa Allah kavileta sio kwa ajili ya kufurahisha, kavileta kwa kupata mazingatio. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, hakika haikuwa chakuwa katika simulizi zao hao waliopita huko nyuma kuna mazingatio kwa wenye akili, wazingatie yale yaliyowasibu yasije na wao yakawapata. Fakala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayruhu wala tanqusu almikyala walmizan inni arakum bikhair wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit. Msije mkapunguza vipimo vya vibaba au vya mizani au vya kilo au vya chochote. Mimi ndakuoneni mmo katika khairi. Mbona maisha yenu mazuri? Bana mara nyingine mfanya biashara yuko vizuri, lakini bado afanya udanganyifu hivyo hivyo. Sasa ninakuoneni mmo katika hali nzuri, kinachopelekea kufanya hivyo nini? Inni arakum bikhair wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit, mimi ninakuogopeeni adhabu ya siku itakayowazungukeni ya siku ya kiyama. Ya qaum awfu alkayla walmizana bilqist wala tabkhasu an-nasa ashyahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Enye watu wangu, enye ndugu zangu, enye jamaa zangu, timizeni vipimo vya vibaba au vya kilo, wala msiwapunguzie watu vitu vyao. wala tabkhasu an-nasa ashyahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin, wala msieneze uharibifu katika ardhi hali ya kufanya ufisadi. Huu mnafanya nini? Ni ufisadi, msifanye hivyo. Wakaja na lugha ya dharau, kama watu wengi wafanya biashara wengi ukiwagusa katika masala yao watakuja juu, kwa sababu atakuona mara nyingi anayesema hivi ni mtu ambaye si mfanya biashara. Kwa hiyo wao watakufesi na jambo nyingine, wakasema asalawatu kataamuru kanatu kama ya'bud abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta alhalimur rashid. Hivi sala zako wewe unazoswali, hizi ibada zako unazofanya ndio ambazo wewe zinakuzuzua mpaka ufikie kutuambia sisi tuache ibada waliokuwa nayo baba zetu na babu zetu, au sisi kufanya tutakavyo katika mali zetu. Yani hizo sala zako zimefikia mali mpaka unatuingia sisi hapa
katika anga zetu, yani tuache kuabudu ibada ile kufanya babu zetu, tuache kufanya yale katika mali zetu tutakavyo. Na ibada yao walikuwa wakiabudu pori, na maana hawa walikuwa ni watu wanaabudu mizimu. Hawa wanaitwa ashabul aika, waabudu pori. Sasa mtu waabudu pori, si waabudu mizimu? Wanasema sisi ibada hizi tunakuta baba zetu, kwa hiyo wewe unakuja unatukataza sisi? Kweli wewe ni antal halimur rashid, kweli wewe ni muongofu, yani kwa lugha nyingine wewe kweli mtakatifu. Wewe utakatifu wako uje mpaka kwenye shughuli zetu, ingia kwenye mambo yetu, usiingilie shughuli zako, baki kama ulivyo, si tubaki kama tulivyo. Mwisho wa mjadala wakasema sisi tunakuona wewe umerogwa. Qalu innama anta minal musahharin, sisi tunakuona wewe ni miongoni mwa waliorogwa, yani waliochanganyikiwa. Wewe unasema hayatoki kwa mtu mwenye akili, wewe umerogwa si bure. Wama anta illa basharun mithluna, hukuwa wewe ni mtu kama sisi tu. Mungu ulikutana naye wapi akakwambia wewe ni mtume uje tuambie maneno haya? Faasqitu alaina kisafan minas samai in kunta minas sadiqin, basi tuteremshie, tuangushie kipande cha mbingu, yani tuteremshie adhabu ikiwa wewe ni katika wanaosema kweli kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, tuletee adhabu. Lakini hatuwezi tukayawacha haya ambayo tumekutana nayo baba zetu, na haya tunawafanya katika mali zetu, tutaendelea kama kawaida. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun, akasema shwa Mwenyezi Mungu anajua zaidi mnawafanya. Kama mnastahiki adhabu, Allah atateremsha adhabu. Haiko mikononi mwangu, adhabu iko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye akiamua kuileta ataileta, na wala nyinyi hamuwezi kuizuia adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nini kilichowatokea? Nini kiliwafika kwa makosa hayo matatu, likiwemo kosa la dhulma, la upunguzaji wa vipimo, la udanganyifu? Nini kiliwatokea? Kwa hakika walipata tatizo kubwa sana. Ni watu pekee waliopata adhabu tatu kwa wakati mmoja. Walipata adhabu ya kupigwa ukelele mkubwa, lakini pia walipata adhabu ya kutetemeshwa kwa ardhi, tetemeko la ardhi. Walipata adhabu kwa kuchomwa moto, kwa sababu si walifanya ilikuwa ni watemi, walifanya wanajua. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akasema hawa na waletea kwanza ukelele, fa akhadhatuhumus sayha, ukelele wa adhabu ukawachukua, ukaleta tetemeko la ardhi. Fa akhadhatuhumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin, kisha ile adhabu walioitaka wao ya kuletewa wingu, kipande cha mbingu, kabla hajatokea haya, kwanza wakapewa joto ndani ya wiki moja. Joto hakuna hata nafasi, majumba yamewashinda. Kisha Mwenyezi Mungu akaenda akaleta wingu, wakakimbilia kwenye wingu ili wakitaraji kupata hewa. Wingu lile ndio likaripuka moto, wakaungua. Kwa hiyo adhabu tatu kwa wakati mmoja. Sasa Allah anapozungumzia haya ni kutupa sisi mazingatio, tusije tukarudi tena huko, yasije akatupata haya, kwa sababu mtume tuleletewa ni mtume wa rehma. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lilalamin, mmeletewa mtume wa rehma kwenu nyinyi, alafu nyinyi tena mkaingia kwenye maangamizo. Itakuwa ni jambo la kusikitisha. Ndugu zangu katika imani, jambo hili tuliepuke sana. Ni jambo ambalo tunalo, ni jambo ambalo lipo, na wanaofanya biashara wanajua. Leo ukienda sokoni, mfano umeenda na bamia au ngogwe, kuna plastiki la kununulia. Wewe utakuwa uko shamba ushazipima, plastiki ile shaja, lakini ikija plastiki sio umeadjust vipi, ikija hajaikuta imepungua. Kumbe sijui linafanywaje, linatanuliwa kiaina aina. Kwa hiyo unajikuta kuna plastiki moja na robo,
Yani hili ni jambo ambalo lipo, lakini yeye anapouza ana plastiki yake nyingine, ile ya kununulia ni nyingine na ya kuuzia ni nyingine. Yani hili lipo hivi sasa. Sasa hawa wanamuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anawaambia, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. aqulu qawli hadha astaghfirullah al-'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'ala adh-dhalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, miongoni mwa udanganyifu ni ghushi, na ghushi ni sehemu ya udanganyifu. Kuna huu mfumo wa vipimo, lakini kuna mfumo wa uuzaji vitu ambavyo havipo kwenye kiwango, na wewe muuzaji unajua hiki hakiko kwenye kiwango, lakini unampambia mtu kwamba hiki kitu kiko sawa, hii original, wakati si kweli. Hiyo ni sehemu ya ghushi, ni sehemu ya udanganyifu. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ghashana falaysa minna, yoyote yule mwenye kufanya udanganyifu, huyo si katika sisi. Bwana Mtume anamkataa mtu. Haya, Mtume akikukataa wewe, wajua hali yako itakuwaje siku ya Kiyama. Kwa nini ukafanya udanganyifu namna hii? Umuuzie mtu kama ni nguo ni mbovu. Watu wa tarehe wana kisa kimoja wanakileta. Al-Imamu Abu Hanifa alikuwa ni muuzaji wa nguo, muuzaji mitumba, ndio biashara yake. Ni shekhe la kumoja na biashara yake. Sasa asema siku moja kulikuwa na nguo ilikuwa na kasoro, akaiweka pembeni. Vijana wake wakaiuza mpaka aje, ile nguo iko wapi? Asema tumeiuza, ilikuwa na kasoro ile. Huyo bwana mnamjua? Asema basi tumsubirie, kama akija mumrudishie haki yake. Yule bwana hakutokea. Asema zile fedha zote zile alizoziuzia akazitoa sadaka. Asema hazifanani na mimi, nitakuwa kumeingia sehemu ya ghushi. Anamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumeingia sehemu ya ghushi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja kaenda sokoni, kapita sokoni fanya utafiti, afika sehemu akakuta kuna mchele mmoja, si mchele si nini, aina ya nafaka, chakula. Akakiangalia, alafu akatia mkono chini. Baada ya kutia mkono chini, akaona kina umaji. Alipotoa akamwambia, ya sahiba ta'am, ma hadha sahiba ta'am, nini wewe unauza chakula hii vipi? Mbona kuna umaji chini? Yule bwana akashindwa lazima aeleze ukweli mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema, asabatuhu samaa ya Rasulullah, haya hiki chakula kimepigwa na mvua, kwa hiyo umaji huu ni mvua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa nini usingeufanya huu ni ukauweka juu? Afala ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas, kwa nini usingeweka juu huu ambao unakupata maji, uweke juu ili watu waone, mtu akinunua ndio mwenyewe kwa hiari yake. Mbona umeuficha ficha? Maana yake ni kwamba umepata maji, akatafuta mchele mkavu kama ni mchele akaweka pale juu. Au safi, huwa mbea, safi kabisa huwa mbea, huwa wapi pagia, kumbe umepigwa na maji. Na mfanya biashara hayuko tayari ya kupata hasara, hayuko tayari. Akaona padamanta linawapa hapa. Lakini bahati mbaya akakutana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au tuseme bahati nzuri, Allah ataka kumuokoa. Mzee vipi wewe? Imepigwa na mvua. Sasa kama imepigwa na mvua, kwa nini usingeuweka juu? Badala yake utafuta mkavu kwa uweka juu. Man ghashana falaysa minna, yoyote anayetufanyia udanganyifu si katika sisi. Sasa wale ambao ni wafanyabiashara
walione. Inawezekana usije ukapata adhabu hiyo, ile walioipata watu wa Shuaibu ni adhabu ya duniani, akhera iko pale pale. Sasa inawezekana Allah asikuadhibu hivyo, lakini akakuadhibu na kufilisika. Utamuona mtu pengine kainuka kiuchumi, alafu na ghafla kaporomoka, ambapo bali kwa anaingiza semi mbili hapa, semi hapa, anaingiza semi ya mahindi, anaingiza semi ya mchele, alafu kaanguka. Sijui kaangukaje, alikuwa anafanya ghushi. Ndio hilo katika magunia au hata katika sukari, wana lugha yenyewe tunasema kuribegi. Kama ni sukari ile inachomokewa choma, inachomolewa kidogo, kama ni kilo moja inapunguzwa. Wewe unauziwa kilo 50, lakini kumbe ni kilo 49. Haya yapo sana, sio ya kubatisha, yapo sana. Sasa hii moja kwa fikira yake, kama ni mifuko 50, ashapata kilo 50 tayari, ashaingiza pato la kumwendeleza. Anavyoona yeye mwenyewe kwamba kishapata pato la kumwendesha katika biashara yake, anakuwa kumbe ndio anajiumiza. Sasa kama hapa duniani halikutokea, siku ya kiyama utasimama wewe, na kutakaposimama kama anavyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yawma alqiyamati hatta yus'ala an 4. Hautaondoka mguu wa mtu pale uwanjani, pale watu waliposimama mbele ya Rabbil Alamin, hautaondoka mguu pale katika miongoni mwa maswali mpaka aulizwe maswali 8. Moja ya maswali haya 8, an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, mali yake aliipataje na aliitumiaje. Mapato na matumizi, sio na duniani ilivyokuwa mapato na matumizi. Pale baba, ulizipataje kwanza hizo mali? Sawa, ulikuwa nazo, ulizipataje? A. B. Ulizitumiaje? Sasa ulizipataje, jibu lake Allah anajua subhanahu wa ta'ala, sio kama anaficha, kama vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatoingia motoni yoyote miongoni mwenu mpaka mwenyewe atakiri kwamba mimi nastahili kuingia motoni. Yani Allah atampa ushahidi mpaka aseme ni kweli, nimekubali kweli, hakika nastahili mwenyewe. Yani Allah hatafanya dhulma. Ukitia shaka unasemaje? Sasa atakwenda mtu aminyane aseme mimi nataka shahidi bana, daftari lako linaeleza kadha, unasemaje? Asema hapana, una wasiwasi na malaika wangu walikokiandika? Asema ndio. Inawezekana amenichomekea, pengine anachoki binafsi na mimi, waliona nafanya sana maasi, wakachukia chuki, wakaniongezea. Kwa hiyo unataka shahidi gani wewe katika nafsi yako? Asema nataka shahidi anatoka na mimi mwenyewe katika nafsi yangu, akiamini kwa akili fupi ya mwanadamu kwamba hautapatikana ushahidi huo. Ndipo hapo Allah subhanahu wa ta'ala atamuonyesha uwezo wake. Ule mdomo unaopiga kelele uzibwe, vitamke viungo juu ya yote ambayo aliyafanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Leo tutafumba vinywa vyao na mikono yao ndiyo itasema. Mikono si ndio inawajibika katika kila kitu? Ukitaka kuribegi usitumie mkono au tumia kichwa. Kwa hiyo huu mkono ndio wenyewe utasema ni kweli fulani ni mdhulumu, fulani mdhulumu, kila kitu mkono. Na mguu unashuhudia, silikuwa umesimama, mguu unashuhudia ni kweli hiyo habari, hata mimi nilikuwepo. Alafu unarudishiwa mdomo wako, unasemaje? Ni kweli. Twende. Khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin dharuha 70 dhira'an fasluku. Natumbukizwa. Kwa ni jambo la kusikitisha Muislamu kwenda kuchomwa. Usingoje ofa ya kwamba kwa sababu la ilaha illa Allah ndio utatolewa. Moto hauwezekani. Adhabu za Mwenyezi Mungu hazina mchezo. Hebu iangalia adhabu ndogo ya siku ya kiyama. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna ahwana ahli an-nari adhaban yawm al-qiyamah la rajulun tudha'u fi akhmus qadamayhi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu. Yule ambaye atakuwa na adhabu ndogo siku ya kiyama, yani huyo ndio kapata adhabu ndogo kabisa. La rajulun tudha'u fi akhmus qadamayhi jamratan, ni mtu atakayewekewa makaa mawili ya moto chini ya nyayo zake, aambiwe kanyaga hapa.
tendo la kukanyaga yale makaa mawili ya moto, yaghli minhu madimahu, ubongo unachemka, mwili unachemka kama vile kijungu kilichowekwa juu ya moto. Hiyo ambayo ni adhabu ndogo, kubwa itakuwaje? Hiyo ni ndogo. Kwa hiyo adhabu ya Mwenyezi Mungu hatuiwezi. Tujitahidi na Allah tuwafikishe kujiepusha na yale ambayo yanaweza kutuletea madhara. Ndio maana Shuaibu alayhi salatu wassalamu akawaambia watu wake, baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin wama ana alaykum bihafidh, mali ile anayokubakishieni Mwenyezi Mungu katika pesa zenu, ule mtaji wako na faida yako ya halali unayoipata, sio ile ya udanganyifu, ni bora kwako. Baqiyatullah, mali anayokubakishia Mwenyezi Mungu katika ule mtaji wako uliokuwa nao, rasilimali yako, na faida unayopata kupitia ile rasilimali yako ni bora. Mimi si mlinzi, sikuja kufuatilia habari zenu, lakini hii ni bora. Kwa hiyo ni bora ufanye kile kitakachokufaa katika maisha yako ya duniani na akhira, wala usijanganyike na vijimali hivi ambavyo vitakubabaisha. Maana ndio vitu vinatudanganya sana, tunavutika dunia tukajiangamiza, kumbe ni mali ambayo unakwenda unaiacha bure, tena inakujarithiwa na mtu ambaye pengine ni mgomvi wako. Satuhmalu ila qabrika wahida wa yabqa zawju zawjika bil mirathi, utabebwa kupelekwa kaburini peke yako, hamna mtu rafiki yako karibu, ngoja niingie, ikifika jamangu nenda, alafu naenda kwenye, hakuna. Ndio wa kwanza tabaki na jisimu apepue wala pia anaweza pia ashiki. Kwa hiyo utabebwa kupelekwa kaburini peke yako, atabaki mume wa mke wako kwa kurithi. Si umeacha mke mdogo, pengine ulikuwa una fedha, na ukiwa na fedha lazima utafute mwanamke anayefanana na fedha, utatafuta mdogo, utafute mtu mzima. Kasema sitaki kaka nisumbua mimi, mara na watoto, mara na wajukuu, naanza na mimi namalizia maisha yangu. Kwa hiyo maisha yako unaomalizia, ukishaanza maisha yako umekufa, mali siipo, mwanamke atachukua kama ni sumni yake, kama ni robo yake, na robo ya mali nyingi itakuwa ni kubwa. Atakuwa wewe ndio umekosekana. Kama ni nyumba pengine kapata, gari yanayo, shamba liko na cash iko benki, atakuwa anafanya, lazima atafute mtu atakayemliwaza. Mmeshamalizana wewe na yeye, na pengine ni yule ambaye kwa mgomvi wako, pengine kuna na ustazi wale naye, akadawa maskini umefiwa, kuombe dua Mwenyezi Mungu akujalie upate mume bora, upate mwana sunna mwenye alisimama katika manhaji sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala, bwana mtume anifaa mimi huko, aingia kirahisi. Sasa usije ukafikia huko. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin.